Sasa moja kwa moja niende kwenye swali langu la kwanza. Uokovu ni nini? Ukweli ni kwamba hili ni swali ambalo kila mmoja analo. Kila mmoja anatamani kujua uokovu ni nini. Na ni vyema sana kujua nini maana ya uokovu, ili hata ukiamua kuokoka leo ujue kwa nini unaokoka, na ile imani ambayo unaamua kuifuata inahusiana na nini, mipaka yake na misingi yake ni nini, na ni nini ambacho unatakiwa kukifanya wewe mara tu baada ya kuokoka. Kwa sababu ni kweli kwamba tukiokoka tunakuwa tunapata maisha mazuri sana ambayo Mwenyezi Mungu ameyaahidi kwa ajili yetu. Lakini haja automatic tu kwa mtu kuokoka. Kuna wajibu ambao kila mmoja anatakiwa kuwajibika ili kusudi kule kuokoka kwake kuweze kuleta maana. Kwa maelezo mafupi, maana fupi ya kuokoka ama maana fupi ya uokovu ni ile hali ambayo mwanadamu anakubali kwa hiari yake kuwa yeye ni mwana wa Mungu. Mwanadamu anakubali kwa hiari yake kwamba yeye ameumbwa kwa mfano wa Mungu. So mwanadamu ameumbwa kwa uhuru unaomfanya anapokuwa ndani ya hii dunia aweze kuamua kile ambacho anaona yeye kinamfaa. Na kama ambavyo unajua kuwa dunia ina watu wengi sana, na Yesu Kristo aliwahi kutoa mfano wa mpanzi ambaye huyo mpanzi alikuwa akiweka mbegu zake kwenye maeneo tofauti tofauti. Na mfano huo unaukumbuka vizuri kuwa unatuambia kuwa sio kila mbegu ambayo yule mpanzi aliweza kuirusha kwenye eneo husika iliweza kuota. Hivyo ndivyo Mungu wetu alivyo. Ni kweli sisi tuko wengi hapa duniani, na kati ya wengi ambao amewatengeneza ama amewaumba, anatafuta kile kizazi ambacho kitaweza kumtii na kuishi mapenzi yake na kumwakilisha yeye vyema hapa duniani. Hiyo ndo maana halisi au ndo maelezo mafupi kuhusiana na nini maana ya uokovu. Naam, nashukuru sana, nimekuelewa vizuri. Ila na swali langu la pili, ni kwa nini wanadamu wote tunatakiwa kuokoka? Kwanza tunatakiwa kuokoka ili kusudi tuweze kuulisi ufalme wa mbinguni. Lakini pia tunaokoka ili kusudi tuweze kuulisi uzima wa milele. Tunaokoka ili kusudi tuweze kuishi maisha ambayo Mwenyezi Mungu anayataka tuyaishi hapa duniani. Tunaokoka ili kusudi tuweze kuona uso wa Mungu kwenye maisha yetu. Tunaokoka ili Mungu asiweze kwenda mbali na sisi kwenye maisha yetu. Mtu yoyote ambaye ameokoka na akayaishi mapenzi ya Mungu, basi anaishi kwenye mpangilio ambao Mungu alikusudia huyo mtu aweze kuishi. Kama unavyojua kuwa ukikubali kuokoka kutoka ndani ya moyo wako, manake ni kwamba umekubali kuyapokea majukumu au kuwapokea maelekezo ambayo Mwenyezi Mungu anakuelekeza. Kama ambavyo unajua Mwenyezi Mungu alituumba kwenye hii dunia kwa kusudi maalum. Moja kati ya kusudi maalum ambalo Mwenyezi Mungu ametuumba nalo ni kuilima na kuitunza bustani. Wewe mwenyewe ni shahidi kuwa hilo neno kuilima na kuitunza bustani ni kuiendeleza dunia ama kuitunza dunia kwenye namna nzuri ambayo Mwenyezi Mungu anaipenda ama anaifurahia. Wewe pia utakuwa ni shahidi yangu kuwa watu wote ambao unaona wanafurahia maisha, hata wale ambao unawatamani huko duniani, ni wale ambao wanafanya kitu kikubwa au wana mchango mkubwa kwenye jamii au wana mchango mkubwa kwenye maisha yao kiujumla katika hii dunia, katika kuichangia dunia kwenda mbele huku ikiwa salama, ikiwa na amani, ikiwa na furaha. Unaweza wengine ukawa unawahisia kwenye namna tofauti kuwa wako labda kwenye imani nyingine au hawamtii Mungu au hawamchi Mungu au wanaabudu miungu mingine. Lakini ukweli ni kwamba agizo la kwanza la Mungu ni kuilima na kuitunza bustani. Maana yake ni kuitunza dunia pamoja na vitu vyote ambavyo viko ndani ya hii dunia. Kwa hiyo wewe tu unaweza ukapima kwamba watu ambao wanaitunza dunia vizuri na wale ambao wanachukulia poa masuala yanayoendelea katika dunia ni wapi ambao wana maisha mazuri. Kwa hiyo kuokoka sio swala la kidini kwamba kuna dini fulani hivi au kikundi fulani hivi cha watu ambacho hicho kikiokoka ndicho ambacho kitaenda mbinguni. Kuokoka ni hali ambayo inamtokea mtu yoyote, binadamu yoyote ambaye anakubali kuwa
mfano wa Mungu na kumwakilisha Mungu vyema hapa duniani kwa kuyatenda matendo ya Mungu na kuiendeleza dunia kwenye namna nzuri ambayo Mwenyezi Mungu anafurahia, lakini pia kuwaelimisha watu wengine kuhusiana na ibada ya Mwenyezi Mungu, lakini pia kuwafundisha watu namna ya kumcha Mwenyezi Mungu, kuwafundisha watu upendo, kuwafundisha watu kuishi kwa mfano wa Kristo, kuwafundisha watu kumpokea Yesu Kristo kuwa Mwokozi, lakini pia kuweza kuyapokea yale ambayo Yesu Kristo alitufundisha. Nashukuru na nimeelewa vizuri sana, ila nina swali langu la tatu na la mwisho. Faida za wokovu. Natamani kujua faida za wokovu. Kuokoka kuna faida kubwa sana ndugu yangu. Kitu cha kwanza ambacho watu wengi wanatakiwa kukijua, ukiokoka unakuwa huru. Ukiokoka unakuwa hauna hatia. Ukiokoka unakuwa hauna sababu yoyote ya kujutia maisha ambayo unayaishi. Kwa sababu ngoja nikwambie, sio kwamba kila aliyeokoka atendi dhambi. Sio kwamba kila ambaye anaitwa mtakatifu ni kwamba alikuwa atendi dhambi au hakutenda dhambi yoyote. Ni kwamba mambo ya Mwenyezi Mungu ukiyapeleka kwenye namna ambayo umeyazoea, unaweza ukaingia chaka kidogo, kwa sababu Mwenyezi Mungu ukiokoka, faida ya kwanza, atamweka Roho Mtakatifu kwenye moyo wako ambaye atakuongoza wewe kuweza kuyaishi maisha yako. Hivyo atakuwezesha wewe kuweza kufikiria, atakuwezesha wewe kuweza kusema, atakuwezesha wewe kuweza kutenda. Sasa kama ukisoma kwenye Biblia utaona kuna watu wengi sana ambao wametokea kwenye Biblia, ambao wametokea kama mfano kwenye Biblia. Na ukitazama kuna matendo mengi sana ambao waliyafanya na waliishia wengine kwenye maisha ambayo yalikuwa ni mabaya sana, lakini wengine waliishia kwenye maisha ambayo yalikuwa ni mazuri. So tunagundua kuwa wale wote hadi wameingia kwenye Biblia, Mwenyezi Mungu aliwaamini na aliwapenda na akawatumia kwenye namna tofauti tofauti. So faida ya kwanza ya kuokoka ni kuwa Mwenyezi Mungu ataanza kukutumia sasa. Ataanza kukutumia kwenye mambo yake, ataanza kukutumia kwenye mipango yake, kwenye malengo yake, kwenye kuiendeleza hii dunia. Hivyo hata unapopitia kwenye magumu ama unapopitia kwenye jaribu la kutenda jambo, kuna namna Mwenyezi Mungu ameruhusu hilo jambo wewe uweze kulipitia ili mapenzi yake yeye yatimizwe. Ndio maana unasikia mara nyingi kuna hilo neno, mapenzi ya Mungu yatimizwe. Mapenzi ya Mungu sio yale tu mema au yale tu mazuri, kuna hata pia mabaya. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo pia mabaya yanatokea, tunasema haya ni mapenzi ya Mungu, sio? So chochote kinachotokea kwenye maisha kama ni mapenzi ya Mungu, natakiwa pia kuamini kuwa chochote kinachotokea kwenye maisha yako ni mapenzi ya Mungu. So Mwenyezi Mungu akikupitisha kwenye chochote ambacho unakipitia, unaweza ukabaki na furaha, unaweza ukabaki na amani kwa sababu hauna hatia. Na hiki ndicho nilichokuambia kuwa ndio faida kubwa ambayo unaipata, unakuwa hauna hatia na maisha yako. So Mwenyezi Mungu anamtuma Roho Mtakatifu kuingia ndani ya moyo wako ili wakuongoze katika matendo, maono, mawazo yako pamoja na chochote ambacho utakuwa unakiishi katika hii dunia. Nimefurahi na unazidi kunipanua kiupeo. Ila na swali jingine. Nini madhara ya wale ambao hawajaokoka? Wanaoishi bila wokovu. Wokovu ni nuru. Tatoa tu mfano. Sio kwamba usiku ni mbaya, lakini ukitembea kwenye kiza, usiku unaweza kutembea, lakini ukitembea kwenye giza ambalo hauoni mbele, maana yake hiyo ni mbaya sana. Hujui kama utajigonga kwenye ukuta, hujui kama mbele kuna shimo, hujui nini. Lakini ukiwa umeokoka unatembea kwenye nuru, yani unatembea kama unatembea mchana, maana yake kama kuna shimo utaliona, kama kuna majaribu utayaona, kama kuna mitihani utaiona, kama kuna cha kutafuta utakitafuta. So hata kile ambacho utakuwa unatafuta utakuwa unakiona. Asante Roho Mtakatifu. Yani wale ambao hawajaokoka hawaoni vizuri, in short. Yani maisha ni mwanga, maisha ni kuona, maisha ni maono, maisha ni vision, maisha ni marengo, maisha ni kuwaza, maisha ni mipango. So mtu yote ambaye hajaokoka hivyo vitu vyote hana. Kachunguze vizuri, utagundua kabisa. Yani watu wengi sana ambao hawajaokoka hawana hivyo vitu. Na watu wengi sana ambao unaona wana hivyo vitu, wana mipango, wana maono, wana malengo, wana mawazo chanya, hao watu wameokoka. Kwa hiyo mtu yote ambaye hajaokoka anakuwa anaishi maisha ilimradi, anakuwa anaishi maisha ambaye haoni hasara
kupoteza pesa, aoni hasara kupoteza maisha yake, kwa sababu haishi tena haishi kwa ajili ya watu. Ukiwa umeokoka unaishi kwa ajili ya wengine, una familia kubwa inakutazama, una watu wengi wanakutazama, kuna watu ambao wanakutazama, unakuwa unaishi kwa mfano wa Kristo. So manake inakuwa ni faida kubwa wewe kuwepo hapa duniani. Sasa usipokuwa umeokoka, maana yake unaishi kiorera. Haujijali, haujipendi, haupendi watu, haupendi wengine, haujali watu, haujali wengine. So kwenye hii dunia unakuwa nothing, so unakuwa una faida na utabaki tu unalalamika na kuna chochote ambacho utakipata kwenye hii dunia. So utaishi kama zile mbegu ambazo nilisema. Sasa asilimia kubwa ya vijana walio wengi wana hofu ya kupokea wokovu. Wengi wakihisi wokovu ni kama adhabu, lakini pia kufikia wokovu ni unakuhitaji wewe mtu fulani ambaye ni wa kipekee sana. Ndio maana vijana wengi wanaona ni mtihani kuokoka. Wafanye vipi? Yani anayetaka kuokoka afanye vipi ili wokovu aweze kuona wepesa, sio ni mgumu kama ambavyo wengi tunauchukulia? Unajua kuokoka sio kazi ngumu sana kama ambavyo watu wengi wanafikiria. Kiukweli kuokoka ni rahisi sana, na kama unahitaji kuokoka ni hatua chache tu ambazo unatakiwa kuzipitia ili uweze kukamilisha wokovu wako na wokovu wako uweze kuwa kamilifu. Hatua ya kwanza ambayo wewe kijana mwenzangu unatakiwa kuichukua leo ili kusudi uweze kuokoka, cha kwanza kabisa unatakiwa kukubali kuwa wewe umeumbwa kuwa mwana wa Mungu. Umeumbwa kuwa mfano wa Mungu. Umeumbwa kumwakilisha Mwenyezi Mungu katika ulimwengu. Hicho ni cha kwanza ambacho unatakiwa kukifanya, kukikubali kwenye moyo wako ili uchukue hatua ya kwanza ya kuokoka. Hatua ya pili, unatakiwa kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tunampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu kwa sababu Yesu Kristo ndiye ambaye aliyatoa maisha yake ili kusudi aweze kutuokoa sisi, kututoa katika giza na kutuleta katika nuru, yani kututoa kule ambapo Mwenyezi Mungu alikuwa ametuacha na kutuleta kule ambapo Mwenyezi Mungu alitaka tuwe, yani namaanisha kwenye hali mpya ya nuru, hali mpya ya maisha ya Mungu, hali mpya ya upendo wa Mungu, hali mpya ya Mwenyezi Mungu kutusamehe na kuturudisha kwenye ufalme wake. Sasa hii ina wajibu ambao sisi kama vijana tunatakiwa kuichukua. Manake kama Mwenyezi Mungu ametusamehe tunatakiwa kuprove. Kwa mfano ukienda gerezani kuna wafungwa ambao wamefungwa, wakiwa wafungwa 10, kati ya wale wafungwa 10 ambao wamefungwa pale gerezani, kuna wale ambao maisha yao yanakuwa ni magumu, kuna wale ambao maisha yao yanakuwa ni mepesi, lakini wote wako gerezani. Kwa nini kuna baadhi ambao maisha yao ni magumu, wengine maisha yao ni mepesi? Jibu ni hili, ni kwamba kuna wale ambao wanakuwa ni watii. Yani kuna wafungwa, wote ni wafungwa, lakini kuna wale ambao ni watii, kuna na wale wengine ambao ni wajeuri. Umeona bwana? Kwa hiyo kama wote hawa ni wafungwa, lakini wale watii na wale wajeuri wanapata kukaa kwenye sehemu moja, lakini treatment zao zinakuwa ni tofauti. Hiyo ni kutokana na ile tabia yao. So sisi wanadamu pia tunaweza tukachukulia huo mfano kuwa ndio sisi wote ni wanadamu, lakini ile tabia tunayoiamua kuiishi kuhusiana na maisha yetu, kujitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, hicho ndicho ambacho Mwenyezi Mungu anakitazama sana. Kwa hiyo hiyo ni moja kati ya hatua ya wokovu. Ukimpokea Yesu Kristo kuwa mwokozi wa maisha yako, maana yake umeipokea habari njema ambayo ndio hiyo habari ilikuja kuhubiriwa kwa watu. Jamani tumesamehewa, jamani sasa hivi hakuna hukumu tena, usiishi tena kwa hukumu. Sasa hivi unatakiwa kumrudia Mwenyezi Mungu uishi, end of the day Mwenyezi Mungu yeye atakuongoza. Lakini pia kuna siku za mwisho. Sawa. Kwa kama siku za mwisho zipo na zimeandikwa na zimetolewa unabii kwenye vitabu, kila kitu kimewekwa wazi pale. Umeona? Kwa hiyo sisi kama vijana, ili kusudi tuweze kuishi vizuri kwenye haya maisha, tunatakiwa tuokoke, tuishi yale mapenzi ya Mungu ambaye anataka tuyaishi kwenye hii dunia, tuishi vizuri, tumpendeze Mwenyezi Mungu. End of the day siku zetu za kuishi duniani hapa zikitosha, zinakuwa zimetosha. Mwisho wa siku tunasubiri siku ya ufufuo ambayo itakuwa ni siku ya shangwe kwa wale ambao tumeishi mapenzi ya Mungu kwenye ulimwengu. Wow, umenifanya sasa niongeze kutamani kufunguka zaidi.
Nini maana ya uokovu? Uokovu ni kushinda kanisani, ni kushika Biblia ukazunguka mitaani na maiki unatangazia watu umeokoka. Yaani uokovu ni nini? Yaani ili mpaka useme huyu ni mwokovu, huyu ni ameokoka au yaani umekamilika katika uokovu. Yaani uokovu ni nini? Natamani kujua hapo kidogo kama utakuwa umeelewa swali langu. Uokovu sio kwanza kwenda sana kwenye ibada. Sawa. Wala uokovu sio kuvaa mavazi fulani hivi au kuwa na muonekano fulani hivi au kula vyakula fulani hivi au kunywa au kutokunywa vinywaji fulani au kutumia au kutotumia vitu fulani. Uokovu hauko uko sana, japokuwa ukishaokoka sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo unatakiwa kuwa unavipa umuhimu na kuna vitu ambavyo unakuwa hauvipi umuhimu. Kuna vitu ambavyo unavipunguza, kuna vitu ambavyo unaviongeza. Na yote kwa yote ni katika kuishi maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu hapa duniani. Naomba nisikie vizuri hapo nilichokisema kijana mwenzangu. Kuokoka ni kuishi maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu hapa duniani. Sasa kuna kuishi maisha yanayopendeza wanadamu au kuishi maisha yanayopendeza watu hapa kwenye hii dunia. Lakini pia kuna kuishi maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu kwenye hii dunia. So kuokoka ni kuishi maisha yanayompendeza Mwenyezi Mungu kwenye hii dunia. So ukimpendeza Mwenyezi Mungu kwenye hii dunia, kuna kitu ambacho unaweza kukifanya kikawa ni kibaya, lakini Mwenyezi Mungu akakipa kibali kwa watu na watu wakakikubali. So usitafute sana kuwapendeza watu. Unatakiwa kuishi kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu atakupa kibali mbele za watu na watu watakubali. Na ikifikia muda wa watu kukukataa, Mwenyezi Mungu atakuwa ametaka watu wakukataa ili uende kwenye watu wengine ambao watakukubali. Kwa sababu maisha haya yana hatua kwa hatua. So unatakiwa kumkubali Mungu ili anapokuwa anakuhamisha kutoka sehemu nyingine, sehemu moja kwenda sehemu nyingine, anapokuwa anakuhamisha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, anapokuwa anakuhamisha kutoka kwenye hatua moja kwenda kwenye hatua nyingine, anapokuwa anakuhamisha kutoka kwenye ofisi fulani, majukumu fulani, cheo fulani kupeleka kwenye cheo kingine, usije ukajihisi kama unamkosi au usije ukajihisi kama unapoteza, usije ukajihisi kama hakutaki au hakuelewi kwa kile ambacho unakifanya. Unatakiwa tu kuwa unaishi maisha yanayompendeza Mungu ili ile hali inapotokea, bwana sasa hivi unatakiwa ushift au ubadilishe kitu fulani au ubadilishe tabia fulani au kitu fulani uache au fanyeje, kwako isiwe surprise au kisiwe kitu cha kuogopesha sana. Kiwe ni kitu ambacho unaona natakiwa nibadilishe hiki kwa sababu ya hii, natakiwa niame hapa kwa sababu ya hii, natakiwa ni achane na hiki kwa sababu ya hiki. Ndio maana nilikwambia mwanzo kuwa faida ya kwanza ya kuokoka ni kumpokea Roho Mtakatifu ambaye huyo sasa anaanza kukuongoza kwa kila ambacho unakiwaza, kila ambacho unakitenda, unakifikiria, unaenenda, unakisema, program zako, ratiba zako. Umeona bana? Ideas zinaletwa na Roho Mtakatifu. Yaani unajua, ngoja nikwambie, maisha ya kwenye hii dunia yametutengenezea misemo mbalimbali ambayo yanatutoa kwenye mfumo wa Mungu, lakini kiukweli hiyo ni mifumo ya Mungu. Hili neno ideas wachambuzi wa lugha watanisaidia sana. Neno ideas ni kama wazo ambalo linazaliwa likiwa jipya. So wazo kuzaliwa jipya, hicho ni kitu ambacho kinakuja kwa njia ya roho. So unajua kwamba sisi wanadamu ni kama minara. Kwa hiyo tunadaa kama wimbi kulingana na setup za minara yetu. Kwa hiyo kama mimi Mwenyezi Mungu nimemuomba nahitaji kuwa mtumishi wa Mungu mkubwa, kuwahudumia watu, kuwapa neno linalohusu mafundisho ya Mungu, kuwapa neno linalohusu maisha ya hapa duniani, kuyaishi vizuri huku ukimpendeza Mwenyezi Mungu, lakini ukifurahia maisha ya duniani bila majuto, ukiwa na furaha, ukichanja mbuga kwa ujasiri. Kwa mfano, kama mimi nimemuomba Mwenyezi Mungu aniweze kunijalia kuwa mhubiri mkubwa ambaye nitaweza kuipeleka habari njema kwa wale ambao wameelekea kukata tamaa, kuyapeleka mafundisho ya neno la Mungu kwa wale ambao wanatakiwa kuyasikia. Maana yake ninapojitwini hapa na kuishi katika hili, kile ambacho kitaingia ndani yangu kama wazo kitakuwa kinahusiana na kile ambacho tayari nimekiweka maandalio kwenye moyo wangu. Kwa hiyo kama nimeiweka setup yangu kwenye kulifundisha neno la Mungu na kwenye kuzitenda kazi zake na kuzitenda kazi zangu, maana yake hata kazi zangu zingine ambazo nazifanya
zingine za ubunifu, kazi zangu zingine ambazo ninazifanya kwenye ofisi yangu, kwenye makampuni yangu, kwenye biashara zangu, kwenye partners zangu, sehemu ambazo nafanya nao kazi, sehemu ambazo nimeajiriwa. Yani chochote ambacho mimi ambaye nimeokoka nitakuwa nakifanya kupitia ule mpango wa Mungu ambao ameweka ndani yangu, na mawazo ambayo yatakuwa nakuja kwangu yatakuwa yanahusiana na kile ambacho kinanihusu. Maana yake kile ambacho kitakuwa kinaendelea kwenye maisha yangu nitakuwa nakiona hatua kwa hatua. Maana yake kama kutatokea tatizo nitaweza kujua, ama nitaweza kulitatua, ama nitaweza kulikubali kulingana na mapenzi ya Mungu yalivyolitaka liwe kwenye maisha yangu. Kwa hiyo namna sisi ambavyo tunayapokea mawazo yetu ni kwenye namna ya kutumia imani. So wazo linakuja kichwani, unalipokea kama imani, unamshirikisha Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu anakuongoza kukuambia kuwa lile wazo ambalo umelipata kupitia moyo wako liko sahihi. So unatakiwa kupitia pale umuone huyu, kakutane na yule, utaongea hivi, pale hapo usiongee hiki, pale utafanya hiki, hapo sasa hizo ndo faida za wokovu. Hapo sasa Roho ndo anaanza kuongoza. Pale ndo unaona mtu fulani anapiga hatua kwenye maisha, watu wanasema jamaa anatumia nini huyu? Si unaelewa? Roho Mtakatifu anaongoza sana, anafanya kazi sana kwenye maisha ya watu. Na washauri sana vijana, kuna ushauri mwingi sana unaendelea kwenye mitandao ya kijamii, kuasa, kuwasihi, kuwahimiza katika kupata maendeleo, mafanikio, furaha na kuishi vizuri kwenye hii dunia. Ila yote kwa yote, kuokoka ndo mpango mzima. Kuokoka ndo kitu ambacho kinamaliza vitu vyote. Yani ukitaka ideas za biashara, huo umeokoka, nikwambie. Na kama unaona wale ambao wana ideas kubwa za biashara, hata wafanya biashara wakubwa wameokoka. Ila kwa kuwa tu tumetambulishiwa au tumezoeleshwa kuambiwa kwamba uokovu ni kwa ajili ya warokole, so tunaona watu wengine kama hawajaokoka. Ila kikweli kabisa nimekwambia, mtu aliyeokoka ni mtu ambaye anaitunza na kuilima bustani. Shalom. Umenifanya nimejengeka vya kutosha. Nimeweza kugundua faida na faraja ya kuwa katika wokovu. Sasa kwa wale ambao tayari wameshaokoka, wako ndani ya wokovu, wanauishi wokovu, ni angalizo gani unawapa ambalo wakienda vibaya linaweza likawapelekea kutoonekana waokovu japokuwa wanaenda kanisani kila siku? Neno la Mungu liko wazi. Utawatambuaje watu ambao wameokoka? Utawatambua kwa matunda yao, utawatambua kwa matendo yao. Vitu viwili, angalia matendo yake, angalia na matunda yake. Sisi tumesema kwamba kuokoka ni kuilima na kuitunza bustani. Unapolima na kutunza bustani, wakati unalima na kutunza bustani, unatenda matendo gani? Unawakanyaga wengine, unawaharibia wengine, unafanyaje? Unawainua wengine, unawasaidia wengine. Umeona? Haya, matunda unayopata ni yapi? Umeona? Tunaona watu wengine wanainuka kupitia wewe, tunaona watoto yatima wanafaidika, wanasoma, tunaona vipaji vinainuka, tunaona unawapa furaha watu. Matunda. Umeona? Matendo pia na matunda. So angalizo ni hilo. So kama tayari umeokoka, na kushauri kijana mwenzangu, tafuta vitu viwili, matendo yako na matunda yako. Sometimes matendo yanaweza yakawa sio friendly sana kwa baadhi ya watu, kwa sababu sometimes unaweza kuongozwa na Roho Mtakatifu kufanya vitu ambavyo kwa mtu mwingine inaweza isiwe sawa. Lakini kama unaongozwa kweli na Roho Mtakatifu na umefanya kitu hicho bila hatia, furahia. Umenifungua upeo wangu kwa kiasi kikubwa. Na kama kijana nimevutiwa sana na kupokea wokovu au kuokoka. Maana nimegundua si mtihani sana kuishi katika matendo ya wokovu ukiwa upo tayari, kwa sababu ili uwe mwokovu ni kukubali kupokea kibali cha kuweza kuishi na Roho Mtakatifu ndani yako, na kibali chenyewe kinatoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa natamani kujua Mwenyezi Mungu anapokea watu wa aina gani ambao anasema hawa mimi ndio nawataka waokoke, hawa ndio wanaostahili? Kwa sababu unaweza kukupuka huko ukaja kumbe una sifa za wewe kwa mwokovu. Mwenyezi Mungu anapokea watu ambao tu wako tayari. Yani ukiwa tayari tu Mwenyezi Mungu anakupokea. Na Mwenyezi Mungu pia kisha kupokea, kitu cha kwanza anachokifanya anakusamehe. Na
Mwenyezi Mungu kitu kingine anachokifanya, anasahau yale yote ambayo uliwahi kuyatenda. Mwenyezi Mungu kitu kingine ambacho anakifanya, anakupa mwanzo mpya. Unaanza kumbuka hapo sasa unampokea Roho Mtakatifu, kwa hiyo anaanza kukuongoza upya. Kwa hiyo yoyote ambaye anataka kuokoka asiangalie matendo yake ambayo tayari ameshayatenda, wala asiangalie tabia zake ambazo ameshakuwa nazo hapo awali. Yoyote ambaye anataka kuokoka asiangalie kule ambapo ameshakosea, anatakiwa kuangalia mbele anakotaka kuelekea. Kama kweli amekubali kuokoka, hiyo inatoka ndani ya moyo wake. So akikubali kuokoka ni swala tu la kuanza kuyaishi mapenzi ya Mungu, na Mwenyezi Mungu tayari atakuwa amesamehe na tayari atakuwa amempokea. So kuna hatua nyingine ambazo unaweza kuifanya, kumuona mtumishi wa Mungu, kumuona padri, kumuona nabii, kumuona yoyote, askofu, bishop, prophet, nani, kwa ajili ya kuweza kupata miongozo inayohusiana na masuala ya wokovu. Lakini ukweli kabisa wokovu unaanzia ndani ya moyo wako. Ukishakubali tu ndani ya moyo wako kwamba kuanzia leo mimi sasa hivi sitegemei nguvu yoyote, nategemea nguvu kutoka kwa Mungu, na nitalizika na yale maelekezo Mungu atakayonipa na nitayafuata, na utasikia hapa Mwenyezi Mungu ataongea na wewe kwenye sikio, na utasikia na utakuwa sawa. So Mwenyezi Mungu anapokea mtu yote. So usijihisi kuogopa kwa chochote ambacho umekipitia, umekifanya, umeharibu, umetenda. Mwenyezi Mungu anasamehe na anasahau. Kama sisi tumeshapitia mengi, wengi ambao unawaona wameinuka, hata viongozi wengi, hata viongozi wa dini, viongozi wa kiserikali, wengi ambao unaona maisha yao yamekuwa ni mazuri, sio kwamba hawajawahi kukosea. Kuna baadhi ya mambo mawili matatu wamekosea, lakini wamejua walipoteleza, wakakumbuka, wakamrudia Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anawapa njia nyingine, wanaendelea kusonga mbele. Mwenyezi Mungu anampenda kila mtu, anampenda kila mmoja amrudie, anampenda kila mwanadamu ambaye yuko tayari, anampenda kila mwanadamu ambaye amemuumba. So vijana wote tunawasihi kuweza kupokea uokovu, kwa sababu hiyo ndo njia rahisi ambayo itakufanya uweze kuishi kwa amani kwenye maisha ya hapa duniani. Nashukuru sana. Umenijenga kwa kiasi kikubwa sana. Ila bado nina swali kidogo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu anampokea mpaka mlevi, anampokea mzinzi, wote ni wa kwake. Ndio kitu pekee ambacho sasa natamani ukijua, kwa sababu mimi nilijua waokovu ni watu wa wale wasuti, wale ambao wamesoma sana, lakini hawa maskini wanashinda barabarani, si watu ambao wanastahili kupata nafasi ya kuokoka. No, Mwenyezi Mungu anampokea kila mtu na tabia yake vile alivyo. Unakuja kwake vile ulivyo na tabia yako, unakuja na hizo tabia ambazo wewe mwenyewe umezitaja. Lakini unapofika kwake, kwa kuwa nilikwambia kuwa kuokoka ni kukubali, manake unakuwa umechoshwa pia na hiyo tabia ambayo unayo. Manake ukishakubali alafu ukaokoka, unaanza sasa kuiacha hiyo tabia. Tunajua kuwa kuna baadhi ya tabia ambazo hauwezi kuziacha moja kwa moja. Kuna tabia ambayo unaweza ukaiacha moja kwa moja, ndio kwa wakati mmoja, papo hapo tabia imeisha. Kuna tabia ambayo unatakiwa kuipunguza, unaenda unaiacha taratibu, kidogo kidogo mpaka inakuwa tena sio tabia yako. Kuna tabia ambayo ulikuwa hauna, unaijenga haraka. Kuna tabia ambayo ulikuwa hauna, unaijenga taratibu, polepole, kidogo. Na haya yote yanawezekana ikiwa umekubali kutoka ndani ya moyo wako kwamba unataka kubadilika. Sasa unataka kuishi maisha ya kumpendeza Mwenyezi Mungu, unataka kuishi kwa mfano wa Kristo, mfano wa Mungu hapa duniani. Kwa hiyo nadhani kwa yoyote ambaye yuko tayari kuokoka ni kukubali tu na kuanza. Na kama kuna namna ambayo unataka sasa uweze kupokea maelekezo, ndio maana nimesema kuna viongozi mbalimbali. Nadhani kuna viongozi mbalimbali wa imani ambao ukiwafuata watakupa miongozo mbalimbali ambao unaweza ukaifanya ili uweze kufikia wokovu wako ambao wewe unautaka. Na sio lazima kila ambacho wewe umekipitia au chochote ambacho kinakuumiza uwashirikishe watu au uwashirikishe wale viongozi ambao utawafuata. Mambo mengi ambayo tunataka kuokoka nayo kikweli yako ndani ya moyo wetu. So tunaweza kuyafikiria na tukayageuza na tukawaona hao viongozi kwa ajili ya kutusaidia sasa kutuelekeza namna ya kuenenda kwenye wokovu ambao tumeuanza. Amen. Ukweli neno la Mungu liko hai, lina nguvu, linaweza, linaweza kukutoa kwenye mkwamo ambao upo, likakupeleka kwenye nchi yako ya ahadi, likakupeleka kwenye maisha yako ambayo Mwenyezi Mungu amekusudia uweze kuyaishi
hapa kwenye hii dunia. Na kusi kijana mwenzangu kuwa huu ni wakati wa kuamka kama vijana, tuweze kumpokea Mwenyezi Mungu, tuweze kuipokea habari njema, tuongozwe na Roho Mtakatifu katika maisha yetu, tuweze kuiona nguvu ya Mungu ikituongoza kuyatenda mambo makuu ya kuweza kuitunza na kuilima bustani, yani kuiendeleza dunia na kuifanya dunia kuwa sehemu salama ya kuishi, ili vizazi vyetu vinavyokuja viweze kujua kuwa sisi baba zao ambao tulitangulia kwenye ulimwengu tuliweza kufanya maandalizi mazuri kwa kuongozwa na Roho Mtakatifu, na nguvu ya Mungu ilitenda kazi ndani yetu, kama ambavyo sisi tumeweza kuwasoma mashujaa ambao wameandikwa kwenye vitabu vya imani mbalimbali walivyoweza kutenda kazi kubwa sana ambayo imetufanya sisi tunaweza kuishi maisha mazuri ya imani kwenye hii dunia. Na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo. Mpokee Yesu Kristo leo aweze kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mimi ni Pastor Betson na kukaribisha kwenye masomo yangu ambayo nitakuwa nikikuwekea kwenye mitandao yangu ya kijamii, lakini pia nitakapokupa mwaliko wa kuweza kukutana na wewe, kuweza kuyaongea maneno matakatifu ambayo Mwenyezi Mungu ataweka ndani ya roho yangu niweze kuyanena kwa ajili ya wewe kijana mwenzangu uweze kufaidika nayo na kuyaishi mapenzi ya Mungu kwenye hii dunia. Asante sana.